إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد شجرة الأصل النوراني ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل خليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار ربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. وبالسند المتصل للإمامين الجليلين الإمام المحلي والإمام السيوطي رحمهم الله تعالى ودام النفع بهما وبعلومهما الشريفة في دارين آمين رضي الله عنكم آمين. Tuko katika Suratul Nisa, tunaendelea na aya ya 20. Subhanahu wa ta'ala anasema wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin, na mnapotaka kubadilisha mke wa kumwacha na kuoa mke mwingine, ay akhdhiha badalaha, wa kumchukua badali ya yule wa mwanzo, bi an talaqtumuha, kwa kuwa nyie mmemwacha yule wa mwanzo, sasa mnataka kuoa mke wa pili. Wa kad ataitum, na hali ya kuwa iwaul hali inaitwa wa kad ataitum ihdahunna, na hakika mmewapa mmoja wapo, aya zaujati, katika hao wake mlowaacha, qintaran, fungu la mali. Sishazoea kule baharini unaona fungu la mchanga, basi mmewapa fungu la mali. Na qintar kwa Kiarabu sawasawa na dhahabu nusu tani, ndo qintar. Maana yake ni nini? Malan kathiran sadaqan, mmewapa mali mengi yakiwa ni mahari. Sasa mnamwacha yule mnompa pesa nyingi namna hiyo, au mpa mali nyingi kama hiyo, mnataka kuoa mke mwingine. Fala taakhudhuha minhu shay'an, msitwae kutoka kwake, yani msichukue kutoka kwake chochote katika kile mlichompa, kwamba madha mmemwacha basi mnamnyang'anya ile mali yenu. La, Qur'ani inasema atakhudhunahu buhtanan, hivi mnachukua kwa dhulma. Maana hairuhusi kuchukua, ndo mali yake, memoa kwa mali ile, ndo mshampa, ndo ishakuwa mali yake. Wa ithman mubina, na madhambi ya wazi, yani bayinan, maana yake hali ya kuwa ni dhulma na hali ya kuwa ni madhambi yaliyo wazi. Na istifhamu hapa inaitwa istifhamu ya taubih, maana yake ya kumsema mtu. Wa kaifa taakhudhunahu, na vipi mtachukua nyie, yani bi ayi wajhin, kwa njia ipi mtachukua. Wa kad afdha, na hali ya kuwa ameshafikia mmoja wenu, baadhukum, baadhi yenu, ila baadhin, kwa mwingine, maana yake mume na mke, masala hayo, bidimai, wa kumwingilia, almuqarrari lilmahri,
yenye kuthibitisha uwajibifu wa mahari. Maana ya neno afdha na maana kubwa zaidi, lakini Kiswahili hakilipi. Lugha ya Kiarabu, Kiswahili hakitoshi, lakini maana yake ni hivi: hali ya kuwa mmoja wenu nyie amefikia katika mwili wa mwenziwe, na mume anamjua zaidi mwanamke yule kuliko mama yake, kuliko baba yake, kuliko ndugu zake, kuliko dada zake, na mke anamjua yule mume zaidi kuliko baba yake na mama yake na ndugu zake. Ndio maana halisi ya neno afdha, maana yake waswala, amefikia kujua kiasi hicho, au amefika mahali kama hapo. Wa akhadhna, na hali ya kuwa amechukua wale wanawake kutoka kwenu, minkum mithaqan, ahadi, ghalidhan, ahadi iliyo nzito, shadidan. Nayo pale unapoozeshwa unaambiwa hivi: uzawijuka ala ma amara Allahu bihi min imsakin bima'rufin wa tasrihin biihsan. Na kuozesha, maanake kabla ya kuozesha kwanza inakuja ahadi. Uzawijuka maanake inakuja kwa fi'il mudhari, na ikija kwa fi'il mudhari sio maanake ndio inasuhi ndoa, la, lazima ije kwa fi'il madhi, kwa sababu fi'il madhi ndio inapatikana tahqiq. Ukudu zote ziko kwa fi'il madhi. Sasa pale kwenye fi'il mudhari unaambiwa hivi: uzawijuka, na kuozesha, maanake bado sijakuozesha, na kuozesha mke huyu fulani binti fulani. Lakini kwa sababu gani nakuozesha, au kwa njia zipi nakuozesha? Bima amara Allahu, kwa ya vile alivyoamrisha Mwenyezi Mungu. Na moja katika amri ni hii, na kuozesha kwa vile alivyoamrisha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameamrisha nini? Imsakin bima'ruf, kukaa naye mke kwa wema, wa tasrihin, na ikibidi kuachana basi uachane naye biihsani, kwa wema. Sio umemwoa kwa wema, siku ya kuachana unamnyang'anya yale mahari yako ulompa. Hiyo ni haramu. Tumeelewana? Mkioana muoane kwa wema, na mkiachana muachane kwa wema. Sasa hiyo ndio mithaqan ghalidha, hiyo ndio ahadi mliochukua siku ya kuozeshwa, ahadi iliyokuwa ni nzito. Wala sasa masala yanakuja mengine. Sasa aya shaishaya, masala yako hivi: unataka kwenda kuposa, kwenda kuoa, mke yupi unaruhusiwa kuoa na yupi ambaye unakatazwa kuoa? Sasa sheria imeweka vitu viwili, kuna maharimu na kuna ajanib. Kuna mwanamke ajnabia na mahrama. Nini maana ya maharim au mahrama? Nini maana yake? Maana yake aliyekuwa haramu kwako kumwoa. Na yule ajnabii maana yake ni mwanamke ajnabia, maana yake ni mwanamke wa kando, wewe waweza kumwoa, si katika maharamia, si katika waloharamishwa kwako wewe kuoa. Sasa katika sharia huwezi ukawajua waloruhusiwa kwako kuoa bila ya kuwajua walokatazwa kwako kuoa. Waloharamishwa kwako kuoa ndio unatakiwa wajue, waliobaki wote ni halali yako.
Unafahamu vizuri hapo? Sasa mahramu wako, yani walioharamishwa kwako kwa nasabu ni 14, na kwa kunyonya, yani kwa nasabu ni 7, na kwa kunyonya ni 7, na kwa ukwe ni 4. Musahara inaitwa, na ile inaitwa radhaa. Wa kwanza aliyekuwa haramu kwako ni mama yako wewe, na hapo anaingia mamake babako na mama yake mamako, wote katika sheria umeitwa mama, ni haramu hawakuoa. Namba 1 hiyo. Namba 2, binti yako uliyempata katika ndoa sahihi, na binti wa mtoto wako wa kiume na binti wa mtoto wako wa kike, wote wanatajwa ndo binti, ndo kitu kimoja tu. Wote hawa ni haramu, na kwenda chini tena mjukuu, mtukuu, kilembwe, kinyunya, sio nini wanavyoita wenyewe na huku ni kwenda juu upande wa mama. Wawili tayari hao. Watatu aliyekuwa haramu yako ni dada yako, lakini dada yako wako watatu, dada zako. Dada yako baba mmoja mama mmoja, na wewe ni haramu yako. Dada yako wa kwa baba, wewe na yeye baba mmoja mama mbalimbali, yule naye ni haramu yako. Dada ambaye wewe na yeye mama yenu ni mmoja, baba mbalimbali, pia ni haramu yako. Kwa hiyo hawa watatu ndio mmoja. Dada alikuwa haramu ni dada, yule wa baba mmoja mama mmoja unamuita dada, huyu unamuita dada wa baba mmoja, na huyu wa mama mmoja unamuita dada. Kwa hiyo dada ni haramu. Tumetaja 4, sasa tunakwenda 5. 5 ni ndugu wa kike wa baba yako, sisi tunaita shangazi. Ndugu wa kike wa baba yako, akiwa yeye na baba yako baba mmoja mama mmoja, au akiwa baba mmoja au akiwa mama mmoja, ni haramu yako. Kiswahili tunaita shangazi, na huyu ndio shangazi halisi. Kuna shangazi mwingine ni halali, naye ni mke wa mjomba, sisi tunamuita shangazi vile vile. Akiachwa na mjomba unaoa, sheria inakuruhusu. Tunafahamu vizuri, yule sio shangazi, ameupata ushangazi kwa kuwa kaolewa na mjomba, lakini sio ndugu wa baba yako, kwa baba na mama, wala sio kwa baba wala sio kwa mama. Mwingine ni ndugu wa kike wa mama yako, baba mmoja mama mmoja na mama yako, au baba mmoja tu au mama mmoja, sisi tunaita mama mdogo au mama mkubwa. Huyu ni haramu yako. Tumefahamu hapo vizuri? Hawa tayari nishataja 5. Sasa wanakuja 2 wengine ili watimize 7. Binti wa kaka yako, wewe na yeye ni ndugu baba mmoja mama mmoja, au baba mmoja au mama mmoja, yeye anakuita wewe baba mkubwa au baba mdogo, basi binti yule wa kaka yako ni haramu yako. Kisha mmoja mwingine, binti wa dada yako. Dada yako huyu wewe na yeye ni baba mmoja
au mama mmoja au baba mmoja mama mmoja, au kwa baba au kwa mama. Basi binti yake yule anakuita wewe mjomba, ni haramu yako. Hawa wametimia 7. Na hivi hivi kwa kunyonya, na kunyonya kuna masharti. Sharti iwe yule mtoto amenyonya akiwa na umri wa miaka 2. Sharti yule aliyemnyonyesha awe amevuka miaka 9. Sharti nyingine awe amenyonya mara 5 kwa kuacha mwenyewe, sio kwa kuachishwa ziwa. Amenyonya mpaka kaacha mwenyewe mara 1, baadaye akanyonya tena akawacha, namna hiyo mara 5. Nathibiti kwamba yule aliyemnyonyesha ndiyo anakuwa mama yake, na mabinti zake ndo dada zake, na watoto wake wa kiume ndo kaka zake, na dada yake huyu mama huyu ndio anakuwa nani? Anakuwa mama zake wadogo, namna hiyo Lakini kwa kunyonya pia ni 7. Kwa hiyo 7 na 7 ni 14. Kisha wanabakia 4. Katika sheria wanaitwa ni mahramia bil musahara, lakini Kiswahili sehemu nyingine hakikubali kwamba kwa ukwe, lakini kwenye lugha ya Kiarabu katika sheria inaitwa al-musahara, mahramia bil musahara. Wa kwanza ni mama wa mkeo, ni haramu yako. Haramu hii kwa kumwoa tu, hata kama hujamwingilia ukamwacha, yule atabakia kwa haramu yako. Lakini dada zake si haramu yako, yaani mama yake mdogo na shangazi yake mkeo, ukimwacha unaweza kuoa, na mpwawe unaweza kuoa. Tunaelewana vizuri? Namba 1 hiyo. Namba 2 ni mke wa mtoto wako, naye huyu ni haramu yako kwa mwanao kuoa tu, hata kama hajamwingilia. Umefahamu vizuri? Namba 2. Tena haramu hii milele, sio kwamba siku akiacha itakuwa halali yako, la. Wa 3 ni mke wa baba yako au aloingiliwa na babako kwa milki yamini, lakini hiyo utaeleza baadaye. Kwanza tunaeleza hii mke wa babako, unamwita mama kambo, yule ni haramu yako milele. Wa 3 wawe bado amebakia 1. Huyu mmoja aliobakia anaitwa rabibatun. Rabiba ni nani? Umeenda mahali kuoa mke ukamkuta ana binti yake, kwa hiyo yule anaitwa rabibatun. Haramu hii ina sharti umwingilie yule mke baada ya kumwoa, basi yule binti yake atakuwa haramu yako.
Ikiwa umemwoa tu ukamwacha, yule binti halali yako. Ndo warabaibukum allati fi hujurikum, ndo anaitwa rabibatun. Unafahamu vizuri hapo? Kwa hiyo hawa wanne na hawa 14 walio haramu ni 14. Naam. Kiswahili tu, kwenye Kiarabu haitu shangazi, ni ajnabi. Kiswahili ndio umemwita shangazi. Hayuko upande wa mama wala nini, mjomba wako kaenda kuoa tu. Sasa Kiswahili wanamwita shangazi, lakini kwenye sheria haitu shangazi. Yule akimwacha unaoa. Naam. Ndio ngoja ayamaliza huyo. Shamaliza? Haya, naam. Naam. Bado nilikuwa nakuja huko. Umeshuhudia binti wa kaka. Binti wa kaka, yaani kaka akiwa mkubwa akiwa mdogo, katika sheria anaitwa kaka. Wale ndugu wale, wewe ndugu yako akiwa mkubwa unamwita kaka, akiwa mdogo unamwita mdogo wako. Kiarabu wote wanaitwa kaka, akiwa mkubwa akiwa mdogo anaitwa kaka, kakako. Umefahamu? Kwa hiyo hapo tumemaliza 14. Hapa Sharifu ameuliza swali kuhusu mtoto wa nje, ambaye nilikuwa nataka kueleza habari zake, lakini ndio kaniwahi, kwa hiyo bora nieleze kabisa. Mtoto wa nje ni yupi? Kiswahili tunamwita mwana haramu. Mtoto wa nje ni mtu amefanya zina na mwanamke akapata mimba, akawa amewahi kuzaa au hajawahi kuzaa, hataki muoa yule mtoto hahalaliki kuwa ni mwanawe, yule ni mtoto wa mama yake. Sasa akija kumwingilia wakati wa ndoa, ndo ataitwa rabibatun, atakuwa ni haramu kwa sababu mama yake mumwingilia katika ndoa sahihi. Lakini kabla hujamwingilia ukamwacha mamake, yule binti akikuwa ni halali yako katika sheria. Kiswahili ndio wanamuita mwana haramu, yaani mwana aliyepatikana katika haramu, nayo ni zina, ndio wanachokusudia. Kisha wako wale kwa haramu kwa kuwafanya pamoja. Mwanamke na dada yake kuwakusanya katika ndoa moja ni haramu. Yaani huyu Fatuma na huyu Halima, hawa ni ndugu, baba mmoja mama mmoja, au baba mmoja au mama mmoja. Umewaoa wote wawili ndani ya ndoa moja, inakuwa ni haramu. Kilichokuwa halali ni kipi? Unaweza ukamwacha huyu ukaoa huyu, au akifa huyu ukaoa huyu. Tunaelewa vizuri? Habari ya kufa kama Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu alimoa binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaitwa Ruqayya. Alipofariki akamoa Ummu Kulthum binti yake Mtume pia sallallahu alaihi wasallam, na kwa kusanya pamoja katika ndoa moja ndio haramu. Binti na shangazi yake wakusanya katika ndoa moja ni haramu. Umemoa binti, umemoa na shangazi yake. Shangazi hapa tunakusudia yule ndugu wa baba yake, baba mmoja mama mmoja, au baba mmoja au mama mmoja. Haramu kwa kusanya, lakini akimwacha huyu yule anaoa.
na akiwa amemuoa yule, akimwacha anaoa huyu, kama Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu alimuoa bibi Fatima. Fatima na dada yake anaitwa Zainab. Zainab amepata mtoto kwa Abdullah ibn Rabi' ibn al-As, anaitwa mtoto yule Umama. Kwa hiyo alipofikia katika hali ya ugonjwa wa Bi Zainab, yumo katika, anaona tena ndio safari shawadia ya kufa, akamwambia mumewe, nikifa nakuhusia ukamoa yule binti wa Zainab, inaruhusiwa kuoa. Ndo anamwambia akamoe binti wa dada yake. Kwa hiyo binti na mamake mdogo haruhusiwi kuoa katika ndoa moja, lakini akifa mojawapo au ukimwacha mojawapo, mwingine anakuwa halali. Tumemaliza hapo eh? Sasa ndo tunasoma Qur'ani, itaeleza habari hizi. Kwa hiyo tuzijue mwanzo, ili wakati wa kusoma haitokuwa tatizo mtu kuelewa haraka. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala tankihu, wala musioe, ma bimaana man, ambao nakaha abaukum, walaolewa na baba zenu, ndo hao mama kawa kambo. Hata kama baba alioa hakumuingilia akamwacha, ni haramu yako. Mina nisai, katika wanawake, illa ma qad salaf, ila ilipokuwa imepita kabla ya kuja Uislamu. Kabla ya Uislamu walikuwa na wanaoa tu, hakuna haramu wala halali kwa wao. Ilikuwepo lakini haikuwa namna hii. Sheria hii ndo Mwenyezi Mungu anaeleza. Kwa hiyo hayo yalopita, fa innahu maafuun anhu. Kama mtu anaye, wakati ule wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezwa, kama mtu anaye mama wa kambo aliyemoa na amri hii ishatoka, basi ndoa ishavunjika. Innahu, hapana shaka kumwoa huyo mama wa kambo, au tunasema aliolewa na baba, kana fahishatan, nimekuwa ni jambo ovu, wa maktan, na ni bughdha, au ni jambo baya, sababan lilmakti, sababu ya kubughudhiwa au ya kuadhibiwa na Mwenyezi Mungu. Wa huwa ashaddu albughdhi, nayo ni bughdhi iliyokuwa juu kabisa, inaitwa makti. Wasaa sabila, na ni njia mbaya kabisa. Hapa pana neno hapa limezidi kule tuliposoma habari ya zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan, ndio wasaa sabila. Hapa imeongezeka neno kwamba hilo kule kwenye zina imesemwa ni jambo ovu na njia mbaya. Hapa imesemwa innahu kana fahishatan wa maktan, na ni jambo ovu sana lenye kubughudhiwa. Wasaa sabila, na njia mbaya, kumwoa mama aliyeolewa na baba, mke wa baba ambaye amemwacha ukaoa, haramu. Kisha anaendelea kueleza Mwenyezi Mungu, hurrimat alaikum ummahatukum, mmeharamishiwa mama zenu kuoa, antankihuha, kuoa, washamilat, na imekusanya aljaddatu, mabibi, min qibali labi, upande wa baba, wa awil ummi, na upande wa mama, wote maana yake ni mama tu. Wa banatukum, na mabinti zenu haramu kuoa. Washamilat, na imekusanya neno hili banatul auladi, mabinti wa watoto wenu wa kiume au wa kike. Amepata binti, basi binti yule ni haramu yako, kama alivyokuwa haramu binti yako mwenyewe.
wa akhawatukum, na dada zenu. Dada zenu hawa baba moja mama mmoja, au min jihati al-abi, au upande wa baba, au ummi, au upande wa mama. Wa ammatukum, na shangazi zenu, yani akhawati abaikum, nao ni madada wa baba zenu. Vile vile haramu madada wa babu zenu, yani haramu yenu, haramu yenu. Wa khalatukum, na mama zenu wadogo au wakubwa au mnasema, yani dada akhawatu ummahatikum, madada wa mama zenu. Wajaddatikum, na madada wa bibi zenu. Wa banati al-akhi, na mabinti wa kaka. Wa banatul ukhti, na mabinti wa dada. Wayadkhulu fihinna auladuhum, na hapa wanaingia watoto wao. Kama dada amepata mtoto wa kiume au mtoto wa kike, naye kapata binti, basi binti huyo pia ni haramu. Kwa sura inaitwa ni wajukuu zenu vile vile hao. Wa ummahatukum allati ardha'nakum, na mama zenu waliokunyonyesheni. Kabla istikmali alhaulaini, kabla ya kutimia nyie miaka miwili. Hapa ndo pana masala. Mtu mmoja kaniuliza, mtu mkewe amezaa, tabana atakuwa na maziwa ya kumnyonyesha mtoto. Sasa mume kanyonya maziwa yale, itakuwaje hukumu yake? Hakuna lolote, haina hukumu yoyote. Tunafahamiana? Umeambiwa kilichokuwa kinaharamisha ni wewe unayenyonya uwe na miaka miwili na yule amevuka miaka 9, basi yani kamisha baligha. Lakini masala haya niloeleza sirudi kuyasema, manake si mazuri. Haya hayamo katika sharia, hayana hukumu yoyote. Ni halali yake, japo ni sio jambo zuri. Haya, wa akhawatukum, na maziwa ya mama yana ajabu. Siku za joto yanakuwa baridi, na siku za baridi zinakuwa joto ya moto. Mwenyezi Mungu ameumba hivyo, na ndio dawa pekee inayomnufaisha zaidi mtoto kuliko dawa zingine. Mtoto akipata ugonjwa wa macho, basi mama akikamua yale maziwa yake, akikamulia kwenye jicho, jicho linapona. Naam. Wa akhawatukum min ar-radha'ati, na dada zenu wa kunyonya. Wa ummahatu nisaikum, na mama wa wake zenu. Aliharamu ni mmoja tu, yule mama mzazi wa mkeo tu, wale wengine wote sio haramu. Haramu ni kuwachanganya tu basi. Tumefahamiana? Katika sharia mkwe ni upande wa mwanamke, mke ni mmoja tu. Mkwe mwanamke ni mmoja tu, mama yake yule mke ndio sheria inamwita mkwe. Wale wanaitwa mama wadogo wa mkeo, na wengine shangazi wa mkeo. Wale kuwachanganya katika ndoa moja ndio haramu. Warabaibukum allati, na mabinti wake zenu ambao fi hujurikum, waliomo katika malezi yenu, ni haramu yenu. Min nisaikum, ambao wanatokana na wake zenu.
allati wake ambao dakhaltum bihinna, mmewaingilia. Ndio hiyo sharti. Ikiwa hujawaingilia, Waswahili watasema binti amemfitinia mama yake. Maana unaweza kuoa alafu pale unaonyeshwa hawa ndo huyu bwana, huyu nani? Huyu ndo mwanetu huyu. Nani huyu? Jina lake Rahma. Basi vizuri, basi naruhusiwa katika sheria, japo si jambo baya, anaweza akamwacha mamake akamwoa yule madhal hajamwingilia. Maanake haramu hiyo, allati kwa wake zenu ambao dakhaltum bihinna, mabinti zao sasa haramu. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna, ikiwa hamjawaingilia, fala junaha alaikum, hapana madhambi juu yenu kuwaoa. Maana yake mtu ameoa mke yule na binti, alafu amemwacha, basi binti yake anaweza kuoa. Wa halailu abnaikum, na wake wa watoto wenu ni haramu yenu. Alladhina, ambao watoto hao, min aslabikum, wanatokana na manii yaliyo migongoni mwenu. Hapo memaliza hao 14 tulikuwa tunaeleza mwanzo hapo. Wa antajma'u baina al-ukhtaini, na ni haramu kukusanya baina ya madada wawili, illa ma qad salaf, illa hayo yaliyopita katika ujahilia kabla ya Uislamu kufika, yani kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huko nyuma huko mtu alikuwa anaoa mwanamke na dada yake. Hata hapa Tanzania pana matatizo kidogo, sitotaja kabila, lakini nitaeleza habari zake kidogo. Kuna baadhi ya sehemu ukienda kuoa, shekhe atakusinzia, basi ukakuta wale mabinti kule ni mapacha, ukaoa kurwa au doto mmoja wapo, basi wakati wa kuondoka unapewa na yule mwingine, unaenda naye. Siku zile ambazo yule atakuwa kwenye hedhi, unapewa na huyu ruhusa kumwingilia. Kwa hiyo anaweza kuja kukaa miezi 6 ndo anamkaliza dada yake. Haramu la. Na siku atakayoolewa yule, utamtoa mkeo aende kule. Ndo kabila hilo liko hivyo, sitaji kabila lenyewe. Anasema wa antajma'u baina ukhtaini, na kukusanya baina madada wawili ni haramu vile vile, illa ma qad salaf, ila hayo yaliyopita kabla ya Uislamu. Inna Allaha, hapana shaka Mwenyezi Mungu, kana awia, kuwa ni ghafuran, mwingi wa kusamehe, rahiman, mwingi wa kurehemu. Inshallah taishia hapa, muda wetu nao umekatika. Saa 11 iko tayari. Kesho tutaendelea kutoka hapa kwenda mbele. Mwenyezi Mungu atuwafikishe, atusamehe madhambi yetu. Na sasa tunaelekea katika 10 la mwisho. Kila mmoja ajidhatiti kufanya ibada kwa wingi, kuanzia kuswali swala zote kwa jamaa na kuswali tarawehe na kuamka usiku mtu akafanya ibada, kwa sababu ndani ya 10 hilo linalokuja, ndani yake pana Lailatul Qadri.
ukikutwa wakati wa Lailatul Qadri unafanya ibada, basi unaandikiwa thawabu zake sawa na kufanya ibada miaka 80. Sisi umma wetu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumepewa umri wa mtume wetu. Mtu sana sana anaishi miaka 63 kwenda mpaka 70 ndo kawaida. Kila umma umepewa umri wa mtume wao, lakini ukipata ziada, wako ambao wanaishi mpaka miaka 100. Hiyo ni pension tu, hiyo inaitwa labda umepewa ziada tu, lakini kawaida wewe ukitaka kujua umri wako, hesabu umri wa mtume. Mtume amefariki umri wa miaka 63, umebakisha miaka mingapi? Kwa hiyo ujifanye bidii kiasi gani ya ibada, utajua wewe. Ama wale wanakufa watoto, hilo jambo la kawaida. Hata Waswahili wanasema embelo hivyo ndio inayoanguka, si ndio? Lakini kuna zile changa pia zinaanguka, si ndio? Inatokea hivyo, basi ile inakuwa kama ni nazi, unaangusha visheta, unaenda kupigwa msumari ule wa jahazi ule, unachukuliwa ule msumari unawekwa kwenye chumvi, unapata kutu, alafu unaenda kugongwa mule. Ikiwa ina kutu ile ni chuma, kile kinanyonya maji yaliyomo ndani ya mnazi, yanapungua yale maji. Yakipungua yale maji, vile visheta havianguki. Umefahamu? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atuwafikishe, tujitahidi sana. Wallahu wa rasuluhu a'lam.